Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na tuna ripoti maalum inayoelezea namna gani Marekani imekuwa ikijisafisha katika ulimwengu kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Israel huko katika Mashariki ya Kati, hasa baada ya shambulizi la hivi punde lililofanywa huko Doha, Qatar. Marekani inadai kwamba haikuhusika juu ya kuelezwa namna ambavyo Israel ilitaka kufanya mashambulizi huko Doha. Na hata Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, wakati akiwa katika mkutano na waandishi wa habari alipokuwa na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio kutoka nchini Marekani, aliulizwa na waandishi wa habari ikiwa Marekani ilihusika ama ilielezwa juu ya shambulizi hilo. Waziri Mkuu huyo wa Israel Benjamin Netanyahu alikiri kusema kwamba hawakutoa taarifa dhidi ya shambulizi hilo. Lakini moja kati ya mambo ambayo yameushangaza ulimwengu ni namna ambavyo Marekani, ambayo inaonyeshwa kusikitishwa na shambulizi hilo, kutotoa tamko zito ama kuieleza ukweli Israel juu ya kile inachokifanya na kuonekana ni jambo kama la kawaida, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema mnamo siku ya jana Jumatatu kuwa hakujulishwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mapema kuhusu shambulizi la Israel huko Qatar wiki iliyopita. Lakini pia jambo ambalo limewashangaza wengi, ikiwa katika eneo la Mashariki ya Kati Marekani imekuwa na uhusiano na mataifa mengi, lakini baada ya shambulizi hili wengi walitarajia safari ya Marco Rubio ingeanzia huko Qatar ili kuonyesha kwamba Marekani haikuhusika kabisa na inapinga juu ya shambulizi hili. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani alianza safari yake Tel Aviv akikutana na waziri mkuu, lakini pia akifanya ibada za Kiyahudi kuonyesha kuwachukiza zaidi Waislamu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, lakini pia akionyesha kwamba hakuna namna Marekani imekuwa ikijali juu ya shambulizi hilo. Wakati huo huo akifikiria kuanza safari nyingine kuelekea Doha, Qatar. Lakini maoni ya Donald Trump yanatolewa baada ya ripoti ya Axios kusema kuwa Netanyahu alimfahamisha rais wa Marekani kuhusu shambulizi hilo muda mfupi kabla ya kutokea. Utawala wa Trump umesema uliarifiwa tu baada ya makombora kurushwa angani na hivyo kumnyima Trump fursa ya kupinga shambulizi hilo. Axios iliripoti ikiwanukuu maafisa wa Israel kwamba ikulu ya Marekani ilikuwa na taarifa za kutosha juu ya shambulizi hilo. Israel ilifanya shambulizi la kujaribu kuwaua viongozi wa kisiasa wa Hamas kwa shambulizi la anga nchini Qatar siku ya Jumanne, na hii imezidisha hatua yake ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, na hili pia limesababisha Marekani kukosa uaminifu na mataifa ya Mashariki ya Kati. Na wachambuzi wa mambo wanataja kwamba huenda waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio sasa analazimika siku ya leo ya Jumanne kufunga safari hadi kuelekea huko Qatar kwa ajili ya kuendelea kuimarisha uhusiano kati ya Marekani pamoja na Qatar, lakini pia kuonyesha ulimwengu wa Mashariki ya Kati namna ambavyo Marekani imepinga. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema tayari waziri huyo wa mambo ya kigeni ameshakosea namna ya kutengeneza mahusiano ya nchi hizo. Wachambuzi wanasema pengine labda waziri huyo wa mambo ya kigeni angeanza safari Qatar kuonyesha kuunga mkono Qatar, na kwamba kuonyesha hakufurahishwa ama Marekani haikufurahishwa na kitendo kilichofanywa na Israel kushambulia eneo hilo katika kile kigezo cha kusema wanawatafuta kutaka kuwaua viongozi wa Hamas ambao walikuwa wakihusika katika mazungumzo ya kumaliza vita na kumaliza uhasama kati ya Gaza pamoja na Israel. Awali Trump alisema hakuhusika katika uamuzi wa Israel kuivamia Qatar. Alipoulizwa siku ya jana Jumatatu ikiwa Netanyahu alizungumza naye moja kwa moja kumtahadharisha kuwa Israel itavamia viongozi wa Hamas huko Qatar, alisema hapana, hawakunijulisha, alisema Trump. Ofisi ya Netanyahu ilisisitiza baada ya Axios kuripoti kwamba shambulizi hilo lilikuwa ni operesheni huru kabisa ya Israel, alisema waziri mkuu Benjamin Netanyahu alipoulizwa na waandishi wa habari juu ya operation iliyowaua karibia watu 6 huko katika mji wa Doha, Qatar, ikiwa ni pamoja na watu wa Qatar. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio, ambaye alikuwa ziarani nchini Israel tangu siku ya Jumapili, aliunga mkono operesheni ya kijeshi ya Israel na dhamira yake ya kulitokomeza kundi la Hamas, na hii yote inadhihirisha kwamba Marekani inafahamu mpango huo. Rubio alikwenda Israel siku chache tangu taifa hilo lilipofanya mashambulizi ya anga nchini Qatar na kuzusha hasira na lawama ya kimataifa na hata mataifa magharibi, na ameonyesha kutilia mashaka kuhusu nafasi ya diplomasia katika kuvimaliza vita vya Gaza vilivyozuka karibu miaka miwili iliyopita.
alikaririwa akisema eneo la Gaza linahitaji mwanzo mpya, lakini hilo halitowezekana hadi pale kundi la Hamas litakaposambaratishwa, na hivyo operesheni zilizofanywa na Israel nje ya Gaza zilikuwa sahihi. Jambo hili limezidi kuzidisha hofu, lakini pia kuzidisha mvutano na hasira kwa nchi za Mashariki ya Kati, kuonyesha kwamba Marekani inaunga mkono moja kwa moja Israel mauaji hata katika mataifa mengine ya Kiarabu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini kubwa ni kile ambacho Marekani imeonyesha ulimwengu kwamba ipo tayari kushambulia nchi yoyote kwa kushirikiana na Israel madam tu inawasaka watu wa Hamas. Lakini pia hata kama hakuna Hamas katika eneo hilo wala malengo mahususi yanayotajwa hayapo, lakini Israeli inaweza ikafanya shambulizi katika eneo lolote na Marekani ikakubali. Mfano ni katika kufanya mashambulizi huko Iran kwa kigezo cha kutafuta silaha za nyuklia ambazo kimsingi hazikuwepo.